Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza. Huyu hapa si mwingine ni Wakazi, amekuja kurespond kuhusiana na kile ambacho Majizo amekifanya. Bwana, moja kati ya media tycoon hapa Tanzania, namzungumzia Majizo bwana, amezungumza kwa lengo la kuwaombea radhi wasanii wa mziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, na hii ni kutokana na kitu ambacho kilitokea hapo awali. Kwa mujibu wa wananchi wenyewe au mashabiki wenyewe, wanadai kwamba kauli chafu za wasanii ndicho kitu ambacho kimefanya sasa hivi wasiwasapoti, lakini kwa mujibu wa Majizo, yeye ametafsiri kwamba huenda labda mambo ya ideology, political ideology, yani mambo ya kisiasa ndio kitu ambacho kimefanya wananchi sasa hivi wasiwasapoti wasanii wao. Lakini kwa mujibu wa wananchi wenyewe, wanadai kwamba sababu ya wao kuto kusapoti kazi za muziki za wasanii wao ni kutokana na kauli chafu ambazo wasanii walishawahi kuzitoa hapo awali kwenda kwa mashabiki zao. Na hii imeonekana wazi baada ya baadhi ya wasanii kutoa kazi zao, lakini hazijafika popote, yani hazijatoboa, hazijapata views wa kutosha wala streams wa kutosha. Na hii imeonyesha kabisa dhahiri kwamba wananchi bwana wameamua kuto kusapoti kabisa music industry ya hapa Tanzania. Sasa kwa mujibu wa Majizo, akiwa kama moja kati ya media tycoon hapa Tanzania, ameamua kuwaombea radhi wasanii kwa lengo la kuhakikisha kwamba wananchi wanarudi tena kwa mara nyingine na kuendelea kusapoti kazi za mziki wa Bongo Flava, kwani kuto kusapoti kunapelekea industry ya mziki wa Bongo Flava hapa Tanzania kudumaa. So kutokana na sababu hizo basi, moja kwa moja ni kwamba wadau mbalimbali, baada ya Majizo kuwaombea radhi wasanii, basi moja kwa moja wadau bwana hapa wamejitokeza kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho Majizo amekisema. Kwa mfano Wakazi huyu, yeye pia ni rapper, ni msanii wa hip hop hapa Tanzania, na yeye pia amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa ni kama vile wachambuzi wa entertainment industry hapa Bongo. Wakazi bwana amejitokeza na kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho huyu Majizo alikuja kukizungumza, ni kuombea radhi wasanii wa Bongo Flava. Kwa hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti na kuhusiana na kile ambacho Wakazi amekisema. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba ujumbe kutoka kwa rapper Wakazi baada ya Majizo kuwaombea msamaha wasanii. Wakazi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba Wakazi ameandika kwamba Majizo, tulia braza, ungekuwa kweli unataka suluhisho ungemcheki Sugu, Master J na wengine kwa ajili ya then ukafanya nao kikao kujua kipi kifanyike. Lakini pia vile vile unge address the real problem badala ya kutuambia kwamba sijui walikuwa wanatafuta riziki. Wakazi akaendelea kusema kwamba usitake kuwa hero na kipaji na kujipa umuhimu. Usitake kuwa hero na kujipa umuhimu. Watu hatukutambui wala hatukutaki. Na pia vile vile tunajua kwamba wewe na taasisi yako mlikuwa ni supporters. Kwa hivyo basi maneno yako hayana mshiko, ungechuna tu. Lakini pia vile vile Wakazi akaja akamsii hapa Majizo kusema kwamba and please acha kutumia jina la nabii mwenye maono Ruge Mtaaba. Gen Z na sisi tunachojua ni Ruge alisema kwamba muogope Mungu na teknolojia. Usituambie mambo ya Ruge asinge ruhusu bla bla bla. Pambana na hali yako, weka legacy yako, acha Ishomile apumzike. So hicho ndicho alichokizungumza Wakazi. Kuna baadhi ya vitu vingine naona kama vile viko very sensitive, lakini kitu kingine ambaye amekuja kuzungumza hapa mtu mwingine si mwingine bali ni Mwijaku. Mwijaku naye bwana hapa amekuja ameandika hapa ujumbe wake kwenda kwa Majizo baada ya Majizo kuomba radhi kwa niaba ya wasanii. Mwijaku ameandika hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story. Mwijaku ameandika kwamba boss Majizo kutuombea msamaha kwa jamii
umemaanisha kwamba tulikosea kuchagua upande? Why now? Wakati hili lilikuwa litakiwa lifanyike hata wakati wa nyuma. Bosi, watu wanapandikiza chuki kwa watu wetu wanaotupenda kwa dhati. So, tunapaswa kulisema hili kisha wote tukubaliane kuwa burudani ya mziki haifungamani na upande wowote. Huyo ni Mwijaku bwana, naye pia amekuja kuandika hivyo, lakini Mwijaku hajaishia hapo bwana, ameendelea, amezungumza mambo mengine hapa chini. Ni kwamba hapa Mwijaku akaendelea kusema kwamba all in all, asante kwa kusema kiu, ila jamii yetu inapaswa kuamka juu ya siasa za chuki kutoka kwa watu wachache. I'm so proud of you mzee wangu. Ameandika hivyo Mwijaku. Kwa hiyo hapa bwana, kuna page hapa imekuja imeripoti, ameandika kwamba bwana Mwijaku ameandika mwigizaji wa Tanzania Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, akitoa mtazamo wake juu ya alichokizungumza mkurugenzi wa EFM Radio Majizo juu ya mashabiki kuwakataa wasanii kipindi hiki kwa sababu ya mambo ya kisiasa. So hivyo ndivyo mambo alivyo. Wadau mbalimbali pia hapa bwana wamejitokeza kwa ajili ya kuja kuweka maoni yao kwenye comment section. Kuna watu wamesema kwamba bwana endeleeni kuongea mkiwa mmekaa kwenye kichwa cha msumari. Kuna mdau mwingine hapa amekuja ameweka comment kuhusiana na kile alichokizungumza Mwijaku. Kuna mtu amesema kwamba bwana, kwani Mwijaku naye pia ni msanii mpaka anajijumuisha kwenye hilo grupu. Kuna mwingine amesema kwamba bwana Mwijaku hajawahi miliki akili. Mwingine huyu hapa amekuja kuuliza kwani huyu Mwijaku ni msanii au ni chawa? Kwa hiyo hapa kwa kifupi ni kwamba watu bwana wamemkataa Mwijaku kwamba katika wasanii Mwijaku hawamtambui kama msanii. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia vile vile bwana, ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.